Naitwa Abduli Juma Mluya, ni mgombea wa rais wa chama cha Democratic Party DP, ambayo kikalenda leo nilikuwa na mkutano wangu hapa kwenye kata ya Mongoro. Kimsingi nimemaliza ziara yangu ya mkoa wa Kigoma jana na nimeingia hapa usiku, ziara ambayo ilikuwa na mafanikio makubwa sana. Lakini nikiwa niko njiani nikapokea simu kutoka kwa waandishi mbalimbali, lakini wanachama na wapenzi wa chama chetu, wakinieleza juu ya sintofahamu iliyotokana na makamu mwenyekiti wetu wa upande wa Zanzibar, Mheshimiwa Peter Agathon Magwila. Taarifa ile ilinistua na kwa kweli haijaniweka kwenye afya nzuri, ikanipa pressure kwa sababu huu ni wakati wa uchaguzi na tumekuwa tunapambana sana kutafuta kura, lakini pia na kuuza sera zetu kwa wananchi. Nitanukuu kidogo press conference aliyofanya makamu mwenyekiti Zanzibar, ambaye kimsingi mimi ndio mwenyekiti wa chama taifa pamoja na kuwa mgombea pia wa nafasi ya rais. Katiba yetu imeelekeza kwenye ibara ya 13(2) imesema mwenyekiti wa chama ndio mlinzi wa katiba na ndio msemaji wa chama. Makamu mwenyekiti Zanzibar jana ametoa kauli ambayo na ninyi waandishi wa habari ni mashahidi, baada ya kurushiwa klipu nilipokuwa nimefika majira ya 5 usiku, akizungumza kwamba chama chetu kimekaa na kukubaliana na kumuunga mkono mgombea wa CCM kwa upande wa Zanzibar. Kimsingi kama mwenyekiti, toka nilipoanza ziara yangu Dar es Salaam kwenda kanda ya Nyanda za Juu Kusini na hatimaye kwenda Kigoma, hakuna kikao chochote kikatiba ambacho kimekukaa na kutafakari ama kutoa matamko mazito kiasi hicho. Kwa hivyo kauli hii ni ya kwake na sio ya chama, na pamoja na kukanusha, lakini pia kama mgombea imeniathiri kiafya, sababu imeniletea msukumo wa moyo, umepelekea hata kushindwa kufanya mkutano yangu ambayo nilikuwa nimeiandaa, ukiwemo huu wa Kahama. Kimsingi nimeuahirisha. Nimefanya mjadala na maafisa wangu muda mrefu sana toka asubuhi. Ananiambia mheshimiwa kafanye, lakini afya na dhamira yangu haiko sawa sawa, kwa sababu imekuja kunitoa kwenye reli kwa kweli, kwa sababu sisi tunauza sera ambazo wanunuzi ni wananchi, na huku kote nilikopita, na nyinyi mna waandishi wenzenu au kule wanaweza kuwa mashahidi, na taarifa za baadhi mnaona nimeunga mkono kiasi kikubwa sana. Lakini taarifa hii imekuja kuniathiri kwa kiasi kikubwa, hata kapelekea kuahirisha mikutano yangu hii miwili, ikiwemo hata wa Shinyanga ambao nilikuwa nifanye kesho Shinyanga mjini. Nadhani naweza kuahirisha nipate muda wa kupumzika ili afya yangu itengemae na kisha niendelee na majukumu mengine. Lakini pia kwa pamoja na kesi yangu hii na kukanusha hayo ambayo yamezungumzwa jana na makamu mwenyekiti, lakini kwa mujibu wa katiba yetu, mamlaka niliyopewa mwenyekiti, nimemwagiza katibu mkuu ambaye yuko Dar es Salaam leo amwandikie barua ya kumsimamisha nafasi ya makamu mwenyekiti Mheshimiwa Peter Agathon Magwila, pamoja na hao watakaowataja kama ifuatavyo. Jana kwenye press alikuwa na Mheshimiwa Mkude John Dijema, Salma Mateo Petro, Juma Ramadhani Kidawa, Mariamu Brashi Maseka, Makame Omar Makame na Leonard Damian Mkongo. Hawa tumewasimamisha kwa mujibu wa katiba yetu na watapelekwa kwenye kamati ya maadili, kisha shauri lao litakwenda kwenye mkutano mkuu kwa ajili ya kwenda kujitetea ili watendewe haki. Na kule kuna adhabu mbalimbali: onyo kali ama karipio kali, kusimamishwa, kuvuliwa uongozi au hata kufutwa wanachama kwenye mkutano mkuu kwa mamlaka ambayo imemchagua. Kwa maana hiyo basi, Watanzania watambue kwamba dhamira ya chama chetu, kama jinsi ambavyo nilivyojifunga nila hiyo wakati tunaanza kampeni,
nimekuwa nikisema kama mtetezi wa walala hoi. Dhamira hii haijakoma na haiwezi kusitishwa na mtu mmoja. Bado nitaendelea kusimama kama mtetezi wa walala hoi na walala hoi walipokee kwenye mikutano mingine ambayo naendelea nayo. Nadhani Kisesa anaweza kuwa kwenye afya nzuri kuelekea huko Bunda na hatimaye Mwanza na kuelekea ziara nyingine. Baada ya kuzungumza haya, ni watake wa Tanzania katika uchaguzi huu, katika wakati wa uchaguzi tulionao, waendelee kudumisha amani na mshikamano, na sisi wanasiasa tuendelee kunadi sera zetu kwa njia ya kistaarabu, tujenge hoja, tujibizane kwa hoja, tukitambua kwamba taifa hili la kwetu sote, na mwisho wa uchaguzi tunahitaji kuliacha taifa likiwa liko salama salimini, na pasiwepo na lugha za kutweza utu wa mtu, kusemana kusikokuwa na sababu, bali tushinanishe sera kama ambavyo sheria yetu ya siasa inazungumza kwenye kanuni. Kila chama kina wajibu wa kushinanisha sera na chama kingine kwa lengo la kuunga mkono na si vinginevyo. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.